Bwana, hizi ni ripoti za live kabisa kutokea uwanja wa Jamhuri Dodoma. Unaona hapo wachezaji na viongozi wa timu ya JKT Queens ambao leo wamecheza mchezo wao mwisho kabisa wa kutamatisha ligi ya wanawake, lakini wameibuka mabingwa kwa kuwachapa Gate Program magoli 5-0. Kumbuka kwamba mbio za ubingwa zilikuwa ngumu kidogo kati ya hao na wapinzani wao ambao ni Simba Queens ambao na wenyewe walikuwa na mchezo pale Kigamboni Dar es Salaam wameshinda, lakini mchezo huu ambao umeisha kwa JKT Queens kufikisha alama 47 ndio umeamua bingwa ligi ya wanawake kwa msimu wa 2024-2025, ambapo tayari JKT Queens wamejitangazia wenyewe bingwa wao hapa baada ya kuwanyuka Gesi goli 5-0. Sisi tuko hapa uwanjani, kazi yetu ni ku-update, kuzungumza na viongozi, kuona mabingwa pia ligi ya wanawake ambao tayari kama unavyoona shangwe ni kubwa, na walikuwa na mashabiki wengi sana hapa uwanjani leo, wengi mno, wengi sana wamekuja kwa ajili ya kuwasapoti, kuwashangilia na kuhakikisha pia wanakuwa mabingwa. Mimi naitwa Msamination, ni makamera kwa Mswahili. Naitwa Meja Esther Joseph Rioba, ni mratibu wa timu ya JKT Queens. Kwanza ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini pia kwa kutufikisha siku ya leo ambayo ligi kuu ya wanawake imetamatika kwa raundi ya 18. Timu ya JKT Queens tunamshukuru Mungu, leo tumerejesha ubingwa wetu ambao tuliupoteza kwa msimu uliopita. Kwa kweli tunafurahi sana na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tulikutana of course na changamoto nyingi, ugumu wa mechi, lakini tunamshukuru Mungu, wachezaji wetu kwa ukomavu walionao wamefanya vizuri, wamepambana na hatimaye tumekuwa mabingwa leo. Simba Queens, Yanga Princess ni timu ambazo zinaongozwa kwa bajeti kubwa tunasema kwenye ligi, wanachukua wachezaji wa nje, wachezaji wa kimataifa lakini pia kambi na vitu vingine. Kama nyie kama JKT Queens mnawezaje kusurvive katikati ya miamba hii miwili na kuweza kuwa mabingwa? Nafikiri zaidi ya mara 2 sasa hivi mnakuwa mabingwa mbele yao wakiwa wanawatazama. Kitu gani ambacho kiko nyuma ya JKT Queens? Kwanza ni mara ya 4. Msimu huu ni msimu wetu wa 4 kuwa mabingwa. Kuwa na wachezaji wa nje sio sababu ya kufanya timu iwe bingwa, lakini nataka nikwambie Tanzania kuna vipaji, na ndio maana JKT tuna slogan yetu ya kichapo cha kizalendo kwamba sisi tunadili na wazalendo. Tunaamini Tanzania kuna vipaji, watoto wa kike wana vipaji, na ndio maana tunachukua watoto wa kike wa Tanzania kuendeleza vile vipaji vyao. Wana uwezo mkubwa kuliko hata wale wa nje ambao unafikiria kwamba wana vipaji kuzidi wa hapa. Wanachohitaji ni matunzo na malazi, yani ni kuishi vizuri. Kikubwa ni matunzo kwa watoto wa kike na wachezaji wote, kwa hiyo wako vizuri sana. Mwisho, mnaenda kimataifa sasa hivi kuwakilisha nchi kama mabingwa, labda mipango yenu kuweza kuhakikisha kwamba kule mnakoenda sasa mnafanya kweli tofauti na msimu uliopita? Ni mipango yetu of course ni kwenda kimataifa na tutafanya vizuri. Pale ambapo tunahisi kwamba kuna sehemu ya kurekebisha ili kukifanya kikosi kiwe bora zaidi, tutarekebisha na tutafanya hivyo ili tukafanye vizuri zaidi. Hongereni na kila la heri. Asante.